Na eneo la Baragoi, eneo ambalo limejulikana kwa miaka mingi kama eneo lililo na mapigano ya mara kwa mara kati ya jamii, sasa linashuhudia sura mpya ya matumaini. Jamii za Samburu na Turkana ambazo kwa muda mrefu zilihasimiana zimeanza safari ya maridhiano kupitia utamaduni, nyimbo na mazungumzo katika tamasha la utamaduni la Tobongnawi. Ni juhudi inayotumia urithi wa utamaduni kama daraja la kuleta amani na mshikamano na vilevile amani ya kudumu. Mwanahabari Phoenix Oluoch anaeleza simulizi hii ya kipekee ya amani. Kwa miongo kadhaa, jina Baragoi lilikuwa kielelezo cha umwagaji damu, huku jamii jirani za Samburu na Turkana zikivutana katika mzunguko usiokoma wa vurugu. Lakini mwisho mwa wiki hii, simulizi tofauti kabisa ilijitokeza. Awamu ya 3 ya tamasha la utamaduni la Tobongnawi lililofanyika katika wodi ya Nachola, Samburu Kaskazini, liliwakutanisha jamii zilizokuwa mahasimu katika sherehe, nyimbo na ujumbe wa umoja wa amani. Nyimbo za jadi, ngoma na tamaduni mbalimbali zilibeba ujumbe mzito wa maridhiano, si kama chanzo cha mgawanyiko, bali kama daraja la uponyaji na kuaminiana. Mwanzilishi wa tamasha hilo na mwakilishi wodi ya Nachola, Lawrence Lorunyei, anasema Tobongnawi ilibuniwa maksudi kuwa jukwaa la amani. Ndugu zanguni, ilisemekana amani haiwezekani Baragoi. Ndugu zanguni, mlipotupatia sikuna amani kidogo? Sikuna amani kidogo? Hatutaki tena Msamburu ama Mturukana ingie ndani ya mchanga kwa sababu ya bunduki, kwa sababu ya risasi. Hii mchanga ya Baragoi. Utaona sasa nini tumesika Wasamburu, utaona tumesika Waturukana. Utaona Wasamburu wa marisasi ya majara risasi kwa hospitali, na utaona Waturukana ya majara kwa hospitali. Gavana wa Samburu Lati Lelelit aliwasifu wakazi wa Baragoi kwa kudumisha utulivu na kuendeleza amani katika eneo hilo. Zawadi ile kubwa mtaweza kulipea katika Samburu North ni kuhakikisha hakuna mtoto Mturkana hata ishi maisha yake yote, hakuna mtoto Msamburu aishi maisha yake yote. Tukae kama mandugu, kama madada, tuhusiane vitu kama mbuzi, ng'ombe na kila kitu, na tuweze kukaa kama mandugu. Mtoto ya Turkana alale salama na mtoto ya Samburu alale salama, kila siku naishi maisha yake yote. Viongozi waliozaliwa na kulelewa Baragoi waliunga mkono ujumbe huo, ikiwemo katibu mkuu wa wizara ya ugatuzi Michael Lenasalon, aliyetaka wakazi kuachana na vurugu na kukumbatia maisha ya kuishi kwa amani. Ile message tunapata ni ya kwamba tuendelee kuhimiza culture yetu, si ndio? Tuendelee kuhimiza culture yetu. From 2022 hatujaona kifo ingine ya intercommunity conflict. Na tunaambia watu wetu ya Samburu County, both Samburu and Turkana wa maintain amani. Taikuja Baragoi unaenda kuja anytime. Ukikuja usiku bila uoga, au uogopi kitu chochote. Lakini ushuhuda wenye uzito zaidi ulitoka kwa wananchi wenyewe. Tobongnawi umetuletea usuri, amani, peace. Hakuna mambo mingi siku hizi. Sisi tulikuanga wezi, ng'ombe wa mifugo, ngamia, ng'ombe, mbuzi, hata kwa Pokot, hata kwa Samburu. Sasa hii Tobongnawi vile imekuja, imetushikanishia tukua watu moja. Kwa kina mama kama Veronica Lomira, amani ina maana ya usalama wa watoto na familia zao. Tulikuwa tunahangaika na watoto, tukihangaika kwa sababu ya amani, lakini katika vile tumesaidika na tumebakiwa na kaunti yetu imekuwa mzuri sana. Kadri nyimbo za umoja zilivyotanda katika anga ya Nachola, Tobongnawi haikutoa tu sherehe bali pia matumaini mapya kwamba Baragoi inaweza hatimaye kuishi katika amani ya kudumu. Phoenix Oluoch, KTN. Naam, Wakenya wametakiwa kudumisha amani, upendo na